نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, tunaendelea katika Sahih Muslim, tuko katika mlango wa 21, babu sifati aljulusi fi salati wa kaifiyati wad'i alyadaini ala alfakhadhain. Huu ni mlango uliowekwa sifa ya kukaa atahiyatu katika sala na namna ya kuweka mikono miwili katika mapaja mawili. Unaiweka vipi mikono yako kwenye mapaja? Huu ni mlango unaelezea kuhusiana na tahiyatu. Hata ni milango muhimu katika masala ya sala, sababu tumetakiwa tusali kama alivyosali Mtume sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Mtume sallallahu alaihi wasallam sisi hajamuona, lakini zile hadithi zake tayari mafunzo yake ndio haya. Kwa hivyo tukisali kwa mujibu wa maelezo ya hadithi zake zinavyosema, ndio tunasali kama yeye tulivyomuona. Kwa hivyo ni babu sifati aljulusi fi salati wa kaifiyati wad'i alyadaini ala fakhidhaini. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي عن سمولية محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال عن حدثنا أبو هشام المخزومي عن سمولية أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد amepokea kutoka عبد الواحد وهو ابن زياد نائل ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم amesimulia Uthman ibn Hakim qala hadathani Amir ibn Abdullah ibn Zubair, amenisimulia Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi, na yeye amepokea kutoka kwa babake Zubair ibn al-Awwam. Qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qada fi salati, anapokaa katika sala ya tahiyatu, idha qaada fi salati, anapokaa katika sala kwenye tahiyatu, jaala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi, anaufanya mguu wake wa kushoto unakuwa baina ya paja lake na muundi wake. Anapokaa tahiyatu, mguu wake wa kushoto anaujalia unakuwa katikati ya paja lake na muundi wake, na hai ni sifa ya tahiyatu ya mwisho. Kubonesha mfano awenjo nasomea hivi, hata tahiyatu watu waone, unaona mguu wa kushoto umeingizwa kwenye mguu wa kulia, hapo uko katikati baina ya paja na muundi. Muundi ni huu mguu, urefu wake ndio muundi. Kwa hivyo mguu wa kushoto umeingia kwenye paja na mguu wa kulia, katikati baina ya paja na muundi umekaa ule mguu wa kushoto. Kwa hivyo hii ni tahiyatu ya mwisho. Halafu inakuwa vipi? Farasha kadamahu liyumna, na anaunyoosha mguu wake wa kulia. Mguu wa kulia unanyooka, halafu ukishanyooka unakuwa unakalia vidole kama riwaya itakapobainisha. Ukishanyooka ule mguu wa kulia unakuwa anausimamisha, bimaana anausimamisha, haulazi hivi kama alivyoweka huyo. Sijui mnaona hivi ndio inavyokuwa ikiwa mtu anaweza kukaa hivyo. Wengine kutokana na miguu yao ilivyo hawawezi kukaa hivyo, kutokana na miguu yao matege haiwezi kukaa hivyo. Kwa hivyo wanaweka kwa kadri anavyoweza kuweka. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Hata katika kusali, salli qa'iman tata'ata wa illa faqa'idan wa illa fa'ala janbi. Sali kwa umesimama, uwezi basi kaa kitako, uwezi kutokana na hali yako basi sali na huku umelala. Kwa hivyo mguu unatakiwa baada ya kukaa hivyo vidole visimame, yani ule mguu usimame, vidole unasimamisha vinaelekea kibla. Lakini wakati mwingine mtu hawezi kutokana na maumbile ya mguu wake, basi atakaa kwa kadri atakavyoweza kukaa. Farasha kadamahu liyumna, na anaunyoosha ule mguu wake wa kulia. Wa wadaa yadahu liyusra, na anaweka mkono wake wa kushoto ala rukbatihi liyusra, juu ya goti lake la kushoto. Mkono wa kushoto unakaa kwa goti la kushoto. Wa wadaa yadahu liyumna, na anaweka mkono wake wa kulia ala fakhidhihi
al-yumna, juu ya paja lake la kulia. Bimaana eka mkono wa kulia huu unakaa juu ya paja la kulia, mkono wa kushoto unakaa katika goti la kushoto. Goti la kushoto bimaana ni paja lakini karibu na kwenye magoti, ni paja lakini ni karibu na kwenye magoti. Ndivyo unavyokuwa mkono wa kushoto na wa kulia unakuwa hivyo. Bimaana hakuna aksi kwamba akafanya hivi, anakaa hivi hivi kama tunavyokaa kila siku. Wa kulia paja la kulia, wa kushoto katika paja la kushoto. Wawadaa yadahu al-yumna ala fakhidhihi al-yumna wa ashara biisba'ihi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam huashiria wakati amefanya hivyo, huashiria kwa kidole chake cha shahada. Wa ashara biisba'ihi, huashiria kwa kidole chake kipi cha shahada. Wanazuoni umetofautiana katika kuashiria. Je, ni mwanzo wa tahiyatu au utakaposema ashhadu an la ilaha? Madhehebu ya Kishafi ni pale utakaposema ashhadu an la ilaha illa Allah ndio unatoa pale, ashhadu an la ilaha illa Allah ndio unatoa. Lakini wanazuoni, je, atahiyatu ni dua au atahiyatu ni maamkizi tu, sio dua? Je, ni dua au ni maamkizi tu? Kwa hivyo wanaosema hapana ni dua, ina maana wao wanatoa mwanzo wa tahiyatu. Sema tahiyatu, anaanza kutoa kidole, kwa sababu wao wameona mwanzo mpaka mwisho ni dua. Kwa hivyo akitamka tu atahiyatu na huku kidole kimetoka, anaashiria. Na wale waliosema hapana, si dua, ni maamkizi, kwa hivyo yote ni maamkizi. Kwa hivyo ina maana ashhadu wanatoa kwenye ikhlas, kwenye kalimatu tauhidi, ashhadu an la ilaha illa Allah, ndio tayari wanaanza kutoa kidole hapo. Ala kulli hali, hivi ndivyo ilivyo atahiyatu ya mwisho, ambavyo ndivyo inapokaliwa. Inaitwa atawarru, ambao ni mkao kama huu aliokaa vijana wetu, kwamba mguu wa kushoto unapita katika mguu wa kulia, baina ya paja na kati ya muundi wa mguu, na unalalia upande huu ambao umekalia, ndio unalalia, na makalio yako yanakaa ya mkono wa kushoto yanakaa chini ya ardhi, na mwili wako unausogeza mbele huku, yani katika mkono wa kulia, na unaegemea huku na huku, mikono inakuwa katika hali hiyo ambayo kijana wetu amekaa. Haya basi, na huku ukitamka hiyo atahiyatu unaashiria kwa kidole, unaashiria kwa kidole kwa sababu ni dua, na dua unapoomba ina maana unaashiria kidole. Dua unapoomba unaashiria kwa kidole. Qala al-Imam Muslim hadathana Qutaybatu, ametusimulia Qutayba. Qala hadathana Laythu, ametusimulia Laythu an ibn Ajlan, amepokea kutoka ibn Ajlan. Alama tahwilu al-isnad. Qala wa hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba, na ametusimulia Abu Bakr ibn Abi Shayba. Wal lafdhu lahu, na tamko la matni ya hadithi ni lake. Alama tahwilu al-isnad. Qala hadathana Abu Khalid al-Ahmar, ametusimulia Abu Khalid al-Ahmar an ibn Ajlan, amepokea kutoka ibn Ajlan an Amir ibn Abdullah ibn Zubair, amepokea kutoka Amir ibn Abdullah ibn Zubair an abihi, na yeye amepokea kutoka babake Zubair ibn al-Awwam. Qala, amesema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha qaada yad'u, anapokaa tahiyatu alikuwa akiomba dua. Idha qaada yad'u, anapokaa tahiyatu alikuwa anaomba dua kwenye tahiyatu. Kwa hivyo hiyo ni sehemu ya kuomba dua, miongoni mwa kuomba sehemu kadua kwenye sala. Kwanza miongoni mwa dua ni hapo, miongoni mwa dua unasoma kwenye sijida na unasoma kwenye tahiyatu na kwenye sijida. Wa wada yadahu al-yumna, na anaweka mkono wake wa kulia ala fakhadhihi al-yumna, juu ya paja lake la kulia. Wa yadahu al-yusra, na mkono wa kushoto ala fakhadhihi al-yusra, juu ya paja lake la kushoto. Wa ashara bi usba'ihi as-sababa, na huashiria kwa kidole chake as-sababa cha shahada, huashiria kidole chake cha shahada wakati amekaa atahiyatu. Wa wada ibhamahu, na anaweka kidole chake cha gumba
ala isbi'ihi alwusta, juu ya kidole chake cha katikati. Kidole cha gumba kinakuwa katika kidole cha katikati. Wusta ni hichi ndio wusta. Kwa hivyo ina maana akitoa shahada, hichi kidole gumba kinakaa katikati, kinakaa kwenye kidole cha katikati. Kidole cha gumba hichi hapa kinakaa katika kidole cha katikati. Kwa hivyo inakuwa hivi. Wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, na hukishika au huweka. Yulqimu, hukishika au huweka, yani hulishika au huweka. Maana yake huweka nini? Mkono wake au kiganzi chake hukiweka katika goti lake. Yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu, hukishikiza kiganzi chake cha kushoto goti lake. Bimaana imekuja laqam, bimaana ana vinaambatana vidole na anashika kama kwamba ataka kupiga kofi, manake na laqam yani kofi. Kwa hivyo anakiweka kiganza chake cha mkono wa kushoto katika goti lake, analiweka vizuri kama kwamba analishika hivi. Hivyo ndivyo vinavyokuwa. Hayaki huko vidole amechawanya vinaambatana hivi, alafu ndio anashika goti lake pale. Kwa hivyo goti ikija paja hakuna itiradhu, manake goti yani vidole vinakuwa karibu na goti, na aliposema paja manake ni hiyo paja, ni eneo la paja hili. Kwa hivyo hakuna kupishana, bwana tupewa goti mara paja, yote ni moja. Inapotajwa goti maana mkono unakuwa karibu na ile goti, na inapotajwa paja maana paja ni kuna goti. Hivyo ndio inavyokuwa. Anakaa mkono wake wa kulia unakaa katika paja lake la kulia, mkono wa kushoto unakaa katika paja lake la kushoto, na huku anaashiria kidole cha shahada. Na wakati anaashiria kidole cha shahada ni kwamba kidole chake cha gumba kiko katika vidole vya katikati, anakishika hichi kidole cha katikati. Na namna hii ndio anaashiria Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ushikiza kiganzi chake cha mkono wa kushoto kwenye goti lake, ushikiza, anakigulishika hivi au kushika hivi, vidole vinaambatana, havichawanyiki. Qala Imam Muslim wa hadathani Muhammad ibn Rafi, na amenisimulia Muhammad ibn Rafi wa Abd ibn Humayd, na Abd ibn Humayd qala Abdu, amesema Abdu akhbarana, ametuelezea. Wa qala ibn Rafi, na amesema ibn Rafi hadathana Abdul Razzaq, ametusimulia Abdul Razzaq qala khabarana Ma'mar, amesema ametuelezea Ma'mar an Ubaydillah ibn Umara, amepokea kutoka Ubaydillah ibn Umara an-Nafi, amepokea kutoka Nafi an ibn Umara, amepokea kutoka ibn Umar na Nabii sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha jalasa fi salati, alikuwa anapokaa katika sala tahiyatu, wadha yadaihi ala rukbatayhi, huweka mikono yake miwili katika magoti yake, warafa isba'ahu al-yumna, na hukinyanyua kidole chake cha kulia, allati tali al-ibham, ambacho kinafuatia baada ya kidole gumba, ndio anakinyanyua. Fadaa biha, akaomba na huku kidole hicho amekinyosha. Fadaa biha, anaomba dua au kidole amekinyosha. Wa yadahu al-yusra, na mkono wake wa kushoto, ala rukbatihi al-yusra, na kuwa juu ya goti lake la kushoto, basitaha alaiha, ikiwa amenyoosha goti, ikiwa amenyoosha vidole katika goti. Kwa hivyo amenyoosha, lakini vidole inakuwa katika hali ile ambayo tumesema, hali ya kushikamana, havitawanyiki hivi, vinashikamana. Qala Imam Muslim wa hadathana Abd ibn Humayd, amesimulia Abd ibn Humayd qala hadathana Yunus ibn Muhammad, amesimulia Yunus ibn Muhammad qala hadathana Hammad ibn Salama, amesimulia Hammad ibn Salama an Ayuba, amepokea kutoka Ayuba an Nafi, amepokea kutoka Nafi an ibn Umara, amepokea kutoka Abdullah ibn Umara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana idha qada fi tashahudi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokaa katika atahiyatu, wada yadahu al-yusra, anaweka mkono wake wa kushoto, ala rukbatihi al-yusra, juu ya goti lake la kushoto, wada yadahu al-yumna, na anaweka mkono wake wa kulia, ala rukbatihi al-yumna, juu ya goti lake la kulia. Wa aqada
53 na Mtume sallallahu hufunga au hufumba vidole kwa nambari 53, kufunga vidole kwa nambari 53. Hii ni hesabu ambayo Waarabu walikuwa wanatumia hesabu kwa vidole. Vile vidole ndio ilikuwa ndio hesabu zao. Wanasema nahnu ummatun la naktubu wala nahsib, sisi ni watu ambao hatuandiki, hatujui kuandika wala hatujui hesabu. Kwa hivyo sana tumekashiria kwa vidole. Kwa hivyo Waarabu walikuwa wanatumia sana hesabu kwa vidole. Kwa hivyo hapa kwamba jinsi ya kuweka ule mkono wa kulia ambao unatoa shahada, tumekiufunga 53 kwa 53, yani ile ambayo tumesema ile kidole hichi cha gumba kikikaa kwenye kidole cha katikati. Kwa hivyo hii hapa inahesabika ni 5, hii inahesabika ni 5 na hii ni 3, inakuwa 53, inakuwa 53. Hii inahesabika ni 5, hii na hii inahesabika ni 3, kwa hivyo inakuwa 53, 53. Ala kuli hali ni kwamba ni hesabu Waarabu wakihesabia vidole. Waarabu walikuwa wanahesabia vidole. Kwa hivyo vote vile itakavyokuwa, Imam Nawawi katika kueleza akasema inakuwa 93, maana hii kaifanya kwamba ni 9, kaifanya kwamba ni 9 hii na hii ni 93. Ala kuli hali hizi ni hesabu ambazo walikuwa na hesabu Waarabu kwa vidole. Hesabu walikuwa na hesabu kwa vidole, lakini fahamu kwenye tahiyatu yani unatoa kidole cha shahada unakinyoosha na kidole cha gumba inashika kidole cha katikati. Hiyo ndio inavyofanya. Qala Imam Muslim wa ashara bisababa, na Mtume sallallahu akaashiria shahada, kidole cha shahada. Ashara bisababa, kaashiria kidole cha shahada, yani tu hasemi ikawa na mkono ameunyoosha mwanzo mpaka mwisho, bali anaashiria kidole. Qala Imam Muslim hadathana Yahya ibn Yahya, amesimulia Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik, nilisoma kwa Malik an Muslim ibn Abi Maryam, naye amepokea kutoka Muslim ibn Abi Maryam an Ali ibn Abdurrahman al-Muawi, naye amepokea kutoka Ali ibn Abdurrahman al-Muawi annahu qala, ya kwamba kasema raani Abdullah ibn Umar, aliniona mimi Abdullah ibn Umar, wa ana a'bathu bil haswa, na mimi nachezea vijiwe fi salati, wakati nimo ndani ya sala. Aliniona nachezea vijiwe na huko niko katika sala, kwa sababu msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ndani yake mna vijiwe, ndani yake ulikuwa mtandikwa mna vijiwe vile. Sasa yuko kwenye sala na huko anachezea vile vijiwe. Anasema falamma sarafa nahani, ndipo maliza kusali akanikataza. Falamma sarafa nahani, ndipo maliza kusali akanikataza sifanye vile. Faqala, akasema Ibn Umar, isna kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanya matendo yako yani katika sala kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Matendo yako katika sala fanya kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, usifanye mchezo wowote katika sala, sali kama alivyokuwa anasali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, nikasema wa kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akifanyeje kwenye sala, akisali vipi? Qala, akasema Ibn Umar, kana idha jalasa fi salati, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anapokaa katika sala tahiyatu, anapokaa tahiyatu, wadaa kafahu liyumna, anaweka kiganja chake cha mkono wa kulia ala fakhidhihi liyumna, juu ya paja lake la kulia, wakabadha asabi'ahu, na huvifumbata vidole vyake kullaha, vyote anavifumbata vidole vyake vyote, wa ashara bi usbu'ihi allati tali al-ibham, na anaashiria kwa kidole chake ambacho kinachofuatia baada ya kidole gumba, yani kidole gumba hili. Kwa hivyo kidole ambacho kinafuatia ndio hichi, huwa anaashiria kwa kidole hichi. Wa wada kaffahu al-yusra, na anaweka kiganja chake cha mkono wa kushoto ala fakhidhihi al-yusra, ala fakhidhihi al-yusra, juu ya paja lake la mkono wa kushoto. Kwa hivyo huku unakuwa kushotoni, akaa kushoto na hii kuliani, lakini kidole chake cha shahada anaashiria.
anakiashiria namna hii. Qala al-Imam Muslim hadathana ibn Abi Umara, amesimulia ibn Abi Umara qala hadathana Sufyan, amesema msimulia Sufyan. Muslim ibn Abi Maryam amepokea kutoka Muslim ibn Abi Maryam an Ali ibn Abdurrahman al-Muawiyi, naye amepokea kutoka Ali ibn Abdurrahman al-Muawiyi qala, amesema sallaitu ila janbi ibn Umara, nilisali ubavuni kwa ibn Umara. Fadhakara nahwa hadithi Malik, akataja mfano wa hadithi ya Malik hiyo iliyopita nyuma. Wazada, na akazidisha akasema qala Sufyanu, amesema Sufyan fakana Yahya ibn Sa'id, ikawa Yahya ibn Sa'id hadathana bihi, anatusimulia hadithi hiyo an Muslim, kwamba amepokea kutoka Muslim. Thumma hadathanihi Muslim, kisha hadathanihi Muslim, Muslim akanisimulia hadithi hii. Kwa hivyo kaipokea kwa njia hii na njia hii. Kwa hivyo hiyo ni ufupi wa kukaa kikao kinachoitwa atawarruk, ambao ni tahiyatu ya mwisho, na hii inakuwa katika sala yenye rakaa 4 na 3. Kwa hivyo adhuhuri ndio inapatikana hiyo, na alasiri na magharibi inaisha. Haipatikani kwenye sala alfajiri ya rakaa 2, ni rakaa ya 4. Kwa maana tahiyatu ya mwanzo utakaa kwa kuvalia mguu wa kushoto na mguu wa kulia kwa kunyoosha, na huku unausimamisha. Intayassara dhalik, kiwa utaweza kufanya hivyo, utakaa tahiyatu hiyo ambayo inaitwa tahiyatu ya kwanza au tahiyatu ndogo, na ya rakaa 4 ya mwisho ndio hii ambayo imeelezwa hapa. Tahiyatu hii ni ile ya mwisho ambayo ndio imeelezwa hapa, ambao mguu wako wa kushoto unaupitisha, ukalii, bali unaupitisha kwenye baina ya paja na kati ya muundi wa mguu wa kulia, halafu unausimamisha mguu wa kulia, unausimamisha. Na kama kwa huo unasimamisha, kijana amekufahamisha hapa, tukaona jinsi gani ambavyo unausimamisha. Ikitokea dharura, pengine mguu una ganzi, huwezi kukaa hivyo, mguu una ganzi, kwa hivyo ukakaa ile tahiyatu ndogo ambayo ilikuwa ni ukae, lakini pengine kuna dharura yote ile, basi dharura ndio ni dharura. Tuambiwa kwamba sala yako sio, huambiwi hivyo, ndio ni dharura. Lakini kama hakuna dharura, kufuata sunna ni aula. Ama hakuna dharura yote, kufuata sunna ni aula. Ukae mkao huu ambao unaelezwa katika Sahih Muslim. Umetoka katika mlango huo unakuja katika mlango mwingine 22, babu salami. Huu ni mlango uliowekwa wa kutoa salamu, tahlili min as-salati, kwa ajili ya kutoka katika sala, inda faradhiha, wakati wa kumaliza sala, wa kaifiyatihi, na namna ya hiyo salamu inavyotolewa. Kuingia katika sala unaleta takbiratul ihram, unahesabika umeshaingia katika sala, na kutoka katika sala inahesabika ili utoke basi utoe salamu. Katika makundi ya Mashia, wao wakitaka katika sala basi wapiga makofi kwenye mapaja, sijui Mashia wengine, lakini wengine wanapiga makofi katika paja ndio wanatoka kisha maliza. Sivyo, kuingia katika sala unaingia kwa takbiratul ihram, Allahu akbar, unahesabika umeingia katika sala. Ndio pale tuliposema huwezi ukaja kafika Allahu akbar ukarukuu tu, lazima hujaingia kwenye sala. Ili uingie kwenye sala unaleta takbiratul ihram. Shaleta takbiratul ihram, hapo ukishaingia katika ile sala. Na kutoka huwezi kutoka tu kwa shamaliza mimi tahiyat, mwisho kushamaliza umefuka, nyanyuka ukaondoka tu, sala yako itakuwa tayari imebatilika, hujatoa salamu. Kwa kutoka kwake utoke kwa salamu, ndio tayari sala umeshaifunga. Na hapa vile vile iko wazi wazi kwamba ikiwa mtu ametokewa na dharura, basi hana haja ya kutoa salamu. Ametokea na dharura, anakata sala, yani bimaana anakata ile sala, hataki kuendelea kutaka dharura iliyomjia, basi hawezi kwamba atoa salamu. Atoa salamu nini? Hiyo dharura, salamu unatoa mwisho wa sala, kwamba sala imeisha. Kwa hivyo ni dharura, basi unatoka tu wewe, hamna kutoa salamu. Sababu utakuta watu wengine, kwa mfano ametoka na upepo, unamkuta anakaa kitako, anatoa salamu, salamu alaykum warahmatullahi, salamu alaykum, alfu na anatoka. Kuna jambo hilo, kuna wewe toka tu. Kwa hivyo huu ni mlango uliowekwa, babu as-salami, mlango uliowekwa wa kutoa salamu, litahlili, kwa ajili ya kutoka katika sala, tahlili min as-salati, inda faradhiha, wakati wa kumaliza hiyo sala, wa kaifiyatihi, na kaifia
ya kutoka katika hiyo sala. Qala Imam Muslim, amesema Imam Muslim rahmatullahi alayhi, hadathana Zuhair ibn Harb, msimulia Zuhair ibn Harb, qala hadathana Yahya ibn Sa'id, amsimulia Yahya ibn Sa'id, Shu'ba amepokea kutoka Shu'ba, al-Hakami wa Mansur amepokea kutoka Hakami, na amepokea kutoka Mansur, al-Mujahid wamepokea wote kutoka Mujahid, na Abi Ma'mar amepokea kutoka Abi Ma'mar anna amiran, kwamba kiongozi mmoja kana bimakata, alikuwa pale Maka, kiongozi mmoja alikuwepo pale Maka, yusallimu taslimataini, akitoa salamu mbili katika kumaliza kusali, anatoa salamu mbili. Yusallimu taslimataini, anatoa salamu mbili. Faqala, yani assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Faqala Abdullah, akasema Abdullah nani huyo? Abdullah ibn Mas'ud. Faqala Abdullah, akasema Abdullah, yani Abdullah ibn Mas'ud, anna alqaha, amepata wapi hii salamu mbili, amepata wapi? Qala Abdullah, yani ibn Mas'ud, amesema Abdullah ibn Mas'ud, anna alqaha, wapi amepata hii, yani kutoa salamu mbili. Abdullah ibn Mas'ud yeye hakuwa anajua kabisa kwamba salamu ni mbili, haijamfikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo aliona kwamba kutoa salamu ni moja tu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Kwa hivyo akawa anasema vipi, amepata wapi hii? Kwa sababu yeye anaona salamu ni moja, haijamfikia hadithi ya salamu mbili, lakini uhakika ni kwamba alivyoona yeye Abdullah ibn Mas'ud, lakini salamu ni mbili. Umefahamiana eh? Kwa hivyo alivyotoa huyo kiongozi ni sawa, salamu mbili. Na ikiwa mtu anamfuata imamu na imamu wake anamfuata, na kuna rakaa hakuzidiriki, kuna rakaa amezikosa kwa imamu, kwa hivyo imamu akatoa salamu, basi hatakiwi anyanyuke kukamilisha rakaa yake alizozikosa mpaka imamu amalize kutoa salamu zote mbili. Na kuna wengine imamu akadas basi yakachanyuka zamani, hata hiyo salamu moja haijatolewa yeye kachanyuka, ana haraka ataka kukamilisha. Hapana, subiri atoe salamu zote mbili, yani salamu zote mbili atoe, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, alafu atanyanyuka kukamilisha kile ambacho amekikosa. Na hilo wanazuoni wamelitilia mkazo sana, asinyanyuke mtu kwa kusikia salamu moja tu ya imamu, bali amalize salamu mbili imamu kutoa, alafu yeye ndio anyanyuke. Qala al-Hakamu fi hadithihi, amesema Hakam katika hadithi yake, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam, kana yafaluhu, alikuwa akifanya hivyo. Vipi hivyo? Alikuwa anafanya huyo amiri akitoa salamu mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yafaluhu, alikuwa akifanya hivyo, kutoa salamu mbili. Na salamu na iltifati vinaenda pamoja, na Sheikh Ibn Uthaymeen kalizungumza sana hili kwamba baadhi ya watu ambao ni makosa, anasema wanatoa salamu mbele halafu ndio wanageuka kulia na kushoto, yani wanatoa salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, au assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Sheikh anasema ni makosa makubwa hayo. Kinachotakiwa ni kutoa salamu iltifati, kugeuka na salamu vinaenda sambamba. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Iltifati na salamu, yani kugeuka na kule kutoa salamu vinaenda sambamba. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, sio assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, yani salamu inatoka kulia alafu ndio unageuka. Anasema hili ni kosa, inatakiwa iltifat wa salam jamia, kugeuka na kutoa salamu vyote vinafuatana pamoja. Qala al-Imam Muslim, amesema Imam Muslim rahmatullahi alayhi, wa hadathani Ahmad ibn Hanbal, na amenisimulia Ahmad ibn Hanbal. Kwa hivyo Imam Muslim, Ahmad ibn Hanbal ni mwalimu wake. Imam Muslim, Ahmad ibn Hanbal ni mwalimu wake, ndio akisema wa hadathani Ahmad ibn Hanbal, amenisimulia mimi Ahmad ibn Hanbal. Qala hadathana Yahya ibn Sa'id, amenisimulia Yahya ibn Sa'id. Qala an Shu'ba, amepokea kutoka Shu'ba, an al-Hakami, amepokea kutoka Hakami, an Mujahid, amepokea kutoka Mujahid, an Abi Ma'mar, amepokea kutoka Abi Ma'mar,
an Abdullah, amepokea kutoka Abdullah, qala Shu'ba, amesema Shu'ba, rafa'ahu maratan, hadithi amerufaisha mara nyingine, akasema anna amiran, ya kwamba kiongozi au rajulan au mtu mmoja, sallama taslimataini, alitoa salamu mbili, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Faqala Abdullah, akasema Abdullah yani ibn Mas'ud, anna alikaha, amepata wapi hii salamu mbili? Kama tulivyosema, hakuwa Abdullah ibn Mas'ud akijua kama salamu ni mbili. Al-Imam Muslim, hadathana Ishaq ibn Ibrahim, amesimulia Ishaq ibn Ibrahim, qala akhbarana Abu Amir al-Aqadi, mtuelezea Abu Amir al-Aqadi, qala hadathana Abdullah ibn Ja'far, amesimulia Abdullah ibn Ja'far an Ismail ibn Muhammad, amepokea kutoka Ismail ibn Muhammad an Amir ibn Sa'di, amepokea kutoka Amir ibn Sa'di an abihi, amepokea kutoka baba yake, qala, amesema kuntu ahra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilikuwa namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, yusallimu an yaminihi, akitoa salamu kuliani kwake, wa an yasarihi, na akitoa salamu kushotoni kwake, hata ara bayadha khaddihi, mpaka naona weupe wa shavu lake. Manake vile anapogeuka Mtume alikuwa naona ile weupe wa shavu lake. Kwa hivyo ni maamuma, Mtume sallallahu anatoa salamu na anaona weupe wa shavu lake, ni kuonyesha Mtume sallallahu anageuka. Na hivi ndivyo vinavyotakiwa, hata unapotoa salamu ile mkono kushoto ugeuke, uzidi kidogo kugeuka, ambayo inatofautiana na ile ya kwanza ya kulia. Huku kushoto kidogo unageuka zaidi kuliko ya kulia. Mfahamiana eh? Yaani unatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, yaani unalala hivi kidogo unageuka. Kwa hivyo anaona mpaka weupe wa shavu, kuonyesha Mtume sallallahu anageuka na analala kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, unalala kidogo, unamili upande wa kushoto. Kuntu ara Rasulullah sallallahu, alikuwa namuona Mtume sallallahu yusallimu, anatoa salamu an yaminihi wa an yasarihi, kuliani kwake na kushotoni kwake, hata ara bayadha khaddihi, mpaka naona weupe wa shavu lake. Ibu dhikri baada salati, huu ni mlango uliowekwa wa kuleta dhikri baada ya sala. Babu dhikri baada salati, mlango wa kuleta dhikri baada ya sala. Dhikri hapa iliyokusudiwa ni dhikri ile ya kumaliza. Imamu ambao anasali basi analeta dhikri kwa sauti ambayo inafahamisha kwamba sala imemaliza. Dhikri ambayo ile inafahamisha kwamba sala imemaliza. Kishamaliza kutoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, imekuja katika Sahihi Muslim akisema Mtume astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram, kwa sauti imamu. Ndio hiyo, sio ile ambao watu wana subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, inna Allaha malaikatahu yusalluna. Sio hiyo, ni imamu amemaliza kusali, ili ijulikane kwamba sala imemaliza, basi analeta dhikri, astaghfirullah, 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 Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati, kama ilivyokuja, ambayo hii unasema karibu na kumaliza ile sala wenyewe ndani ya sala, au kwamba unasema baada ya sala. Lakini ala kulli hali, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram, dhikri hiyo dogo natoa sauti, Allahu akbar, yote ni dhikri. Kwa hivyo sala imemaliza, imeisha. Wanaobakia wote wanatadhikri kidogo kidogo, hiyo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah akbar, subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar. Kila mmoja analeta kimya kimya bila kuwababaisha watu. Qala al-Imam Muslim, حدثنا زهير بن حرب، amesimulia Zuhair ibn Harb, qala hadathana Sufyan ibn Uyayna, amesimulia Sufyan ibn Uyayna an Amri, amepokea kutoka Amr, qala, amesema khabarani bihadha, amesimulia hadithi hii, amesimulia Abu Ma'bad, thumma ankarahu ba'du, kisha kataa kwamba hajamsimulia. Baada ya kumsimulia, baadaye alisahau akasema sija kusimulia mimi, ambayo huwa inatokea. Au leo ninaambia kitu fulani, sijakwambia, akamwambia. Hiyo inatokea kwa binadamu. Ibn Abbas amepokea kutoka Abdullah ibn Abbas, qala, amesema
kunna nahrifu, nasema Abdullah ibn Abbas, tulikuwa tunajua sisi inqidhaa salati rasulillah, sasa kumaliza kwa sala ya Mtume salama, tukijua bitakbiri, anapoleta takbir, yani dhikri. Takbir bimaana takbir ndio dhikri ya kumtaja Allah, ayo Allahu akbar, subhanallah, Allahumma anta salam, astaghfirullah. Yani ukileta ile dhikri, basi tunajua kwamba sala imeisha. Yani imamu analeta dhikri kwa sauti kiasi kuonyesha kwamba sala imeisha. Astaghfirullah, 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 Allahu akbar, Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dha jalali wal ikram. Kila mmoja analeta dhikri yake kimya kimya. Kwa hivyo huyo anaitwa sauti ni imamu tu, ambaye kufahamisha kwamba sala imeisha. Qala Imam Muslim, hadathana ibn Abi Umara, mtusimulia ibn Abi Umara, qala hadathana Sufyan ibn Uyayna, amtusimulia Sufyan ibn Uyayna an Amr ibn Dinari, amepokea kutoka Amr ibn Dinari, an Abi Ma'bad, amepokea kutoka Abi Ma'bad maula ibn Abbas, ambaye ni maula wa ibn Abbas, mwachahuru wa ibn Abbas, annahu sami'ahu yukhbiru, kwamba kamsikia anasimulia an ibn Abbas, amepokea kutoka Abdullah ibn Abbas, qala, amesema ma kunna na'rifu inqidhaa salati rasulillah, hatukuwa tukijua kumaliza kwa sala ya Mtume sallallahu illa bitakbiri, isipokuwa kwa takbiri. Tunaposikia takbir na dhikri, inakuwa tunajua kwa sala imeisha. Ndio kishatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah, alafu unasikia dhikri, astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, na mfano wake. Qala Amru, amesema Amru, fadhakartu bidhalika, nikalitaja hilo li abi, nikamtajia babangu Ma'badi, faankara, wakalikataa, sema sijasimulia mimi habari hii. Waqala, akasema lam uhadithka bihadha, mimi sijakusimulia hadithi hii. Qala Amru, amesema Amru, waqad akhbaranihi qabla dhalika, na kwa hakika nilielezea kabla ya hapo kanusha. Nini hadithi hii? Ndio tunasema mtu anasimulia alafu anasahau. Qala Imam Muslim, hadathana Muhammad bin Hatim, simulia Muhammad bin Hatim, qala akhbarana Muhammad bin Bakr, ametuelezea Muhammad ibn Bakr, qala akhbarana ibn Jurayj, ametuelezea ibn Jurayj, qala wa hadathani Ishaq ibn Mansur, amenisimulia Ishaq ibn Mansur, wa lafdhu lahu, na tamko la hadithi ya matni ni lake. Qala, amesema akhbarana Abdul Razzaq, ametuelezea Abdul Razzaq, qala akhbarana ibn Jurayj, ametuelezea ibn Jurayj, qala akhbarani Amr ibn Dinar, simulia Amr ibn Dinar, amenielezea Amr ibn Dinari anna Aba Ma'bad, kwamba Aba Ma'bad maula ibn Abbas, ambaye ni mwashahuru wa ibn Abbas, akhbarahu, amemwelezea anna ibn Abbas, ya kwamba ibn Abbas radhiallahu anhuma, akhbarahu, amemwelezea anna raf'a sauti bidhikri, kwamba kunyanyua sauti kwa kuleta dhikri, hina yansarifu nnasu min almaktuba, pale watu wanapomaliza kusali sala ya fardhi, kana ala ahadi nabii sallallahu, jambo hilo ilikuwa lipo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu, wa annahu qala, na kwa hakika amesema, qala ibn Abbas, amesema ibn Abbas, kuntu a'lamu, nilikuwa mimi ninajua, idha sarafu bidhalika, idha sami'tuhu, wanapoondoka katika sala, najua pale nitakaposikia dhikri natamkwa, hapo najua sala imeisha. Wakati wa Mtume sallallahu lipo jambo hilo. Sasa hadithi hii watu wasichukue kaona kwamba ni hivi ambavyo wanafanya wao, kwamba imamu kashamaliza subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wote halafu kwa subhanallah wote, subhanallah, alhamdulillah wote, mpaka mwisho dana inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabii, na dua ya pamoja. Hiyo ni uzushi, hakuwa katika zama za Mtume namna hiyo. Lilokusudiwa ni kwamba imamu alikuwa analeta dhikri yenye kuonyesha kwamba sala imemaliza, na hilo ndilo alilokusudia Abdullah ibn Abbas, kwamba tulikuwa tunajua kumaliza kwa sala ya Mtume sallallahu ni kule kuleta dhikri Mtume sallallahu baada ya ile sala kumaliza, analeta imamu sauti muda mchache ambayo kuonyesha kwamba sala imeisha, alafu analeta dhikri zake kimya kimya, kimaliza tu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah,
Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Na riwaya nyingine imekuja kwamba unasoma katika tahiyatu mwisho ya Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, na wako ambao wamesema na ile mwisho, sababu imekuja dubura kulli salati. Kwa hivyo wanaofahamu dubura ni mwisho, na wengine wanaofahamu dubura ni baada ya sala. Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi anasema dubura hapa ilikusudiwa ni ile karibu na mwisho wa sala, karibu kabla kutoa salamu. Kwa hivyo naileta ambao wamefahamu ni baada ya sala wenyewe. Ala kulli hali dhikri analeta yule imamu kwa sauti, wanaobakia wanaleta dhikri zao kimya kimya, yenye kuonyesha kwamba sala imeisha. Watasema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, imamu yeye atatoa sauti ili kuonyesha kwamba sala imeisha. Itakayekuwa imempita tena tusali sala yake peke yake, ile sala ya jamaa imeisha. Haya, tutafika hapa katika mlango huu inshallah.